Napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa halmashauri mbalimbali nchini kuendelea kuweka kipaumbele katika uanzishaji na uimarishaji wa vituo vya ESRAC kupitia mipango ya bajeti zao. Vile ni muhimu kuendelea kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, wadau wa maendeleo, mashirika ya kiraia, walimu, wazazi na jamii ili kuhakikisha watoto wengi zaidi wanafanikiwa kupata huduma hizi. Napenda pia kuwahimiza waandishi wa habari kuendelea kuibua na kuhabarisha jamii kuhusu umuhimu wa huduma ya utambuzi wa awali kwa watoto. Uelewa wa jamii ni sehemu muhimu ya mafanikio ya juhudi hizi. Watoto oye! Watoto awi! Wageni waalikwa, mustakabali wa taifa letu unategemea namna tunavyowaandaa watoto wa leo. Kila mtoto anayepata msaada kwa wakati ni uwekezaji katika maendeleo ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Kituo hiki kinatukumbusha jambo moja muhimu. Watoto wanapopata utambuzi na msaada mapema, wanapata nafasi bora zaidi ya kujifunza, kukua na kufikia uwezo wao. Kupitia kampeni hii Haki Elimu kwa kushirikiana na Child Support Tanzania, tunataka kuonyesha kuwa huduma hii inawezekana na tunaweza kuwa na vituo vinavyokidhi mahitaji ikiwa tu wadau wote pamoja na serikali watafanya kazi kwa kushirikiana. Tumeona ni muhimu kuonyesha mfano hai wa kituo kinachofanya kazi, kinachotoa huduma na kinachogusa maisha ya watoto na familia zao kila siku. Hivyo basi, kampeni hii hailengi kuzungumzia changamoto pekee, inalenga pia kuhamasisha suluhisho, inalenga kuonyesha kwamba halmashauri nyingine zinaweza kujifunza, kuiga na kuwekeza katika huduma hii muhimu kwa watoto. Kupitia kampeni hii tutafanya kazi kwa karibu na waandishi wa habari, jamii, wazazi, walimu, wadau mbalimbali ili kuibua simulizi halisi kutoka ngazi ya jamii kuhusu changamoto, mafanikio na umuhimu wa huduma hizi. Tunaamini sauti ya wananchi na uwezo wao vinapaswa kuwa sehemu ya mjadala wa kitaifa kuhusu elimu jumuishi na maendeleo ya watoto. Hivyo basi, tunatoa wito kwa halmashauri mbalimbali nchini kuendelea kuweka kipaumbele katika uanzishaji na uimarishaji wa vituo vya ESRAC kupitia mipango na bajeti zao. Baada ya kuona kuwa Mwenge inashindwa kufikia watoto wengi zaidi vijijini au kwenye wilaya zingine, kituo hiki kimefanya kazi kubwa sana. Watoto wanatoka kwenye mbali. Sisi tumeenda na mobile ESRAC, tumegundua kuna umbali kiasi gani kufikia watoto, ambapo watoto wengi sana walikuwa wanashindwa kupata huduma stahiki kwa sababu hawajapimwa. Upimaji unamsaidia kwanza mzazi kutambua mtoto mwenyewe kwa mtoto ana mahitaji gani, lakini kitu kingine cha pili, inasaidia kutambua kwa mapema kama mtoto ana magonjwa ambayo yanaweza kusababisha ulemavu. Kwa hiyo tunaweza kuzuia ulemavu tu ambapo tunakuwa tunaweza kumpima mtoto na kutambua ana shida gani ya macho au ya masikio. Lakini pia upimaji huu unamsaidia mwalimu, kwa sababu wapimaji wanapofanya kazi yao wanarecommend mtoto asaidiwe vipi, afundishwe vipi. Kwa hiyo mtoto anapopelekwa shuleni tayari amefanyiwa upimaji, inasaidia kutambua kwa huyu mtoto ana mahitaji haya na anaweza akafundishwa kwa njia hii. Napenda kutoa mfano, mara nyingi mimi ni kati ya sasa hivi ni mtu mzima, ni kati ya watoto wa wakati huo ambao kwa sababu sikufanyiwa upimaji, probably walimu wangu hawakuweza kujua na dyscalculia. Dyscalculia ni difficulties with number. Kwenye ulemavu unaoonekana na usioonekana. Usioonekana mmoja wao ndio kama huo unaotolea mfano mimi leo, kuwa kuna watoto ambao wana difficulties with numbers, kuna watoto wenye dyslexia, kusoma na kuandika ni ngumu, kuna watoto wenye dysgraphia. Hao watoto wote wanaweza kutambulika tu kwa upimaji. Hii ni aina ya ulemavu ambayo huwezi ukaitambua, na mara nyingi tunaamini kuwa kutokujua hesabu ni mtoto ni mjinga. Lakini hii ni aina fulani ya ulemavu ambayo mwalimu akijua mapema anajua jinsi gani amsaidie mtoto katika upande wa hesabu. Lakini pia kwa wale watoto ambao wana dyslexia, akitambulika mapema kupitia vituo vyetu vya ESRAC, anaweza akasaidiwa kufundishwa na kupewa mitihani yote kwa olo, na akafanya mitihani kwa kuulizwa maswali na kurekodiwa, na huyu mtoto anaweza akafaulu vizuri sana na tukamfikisha mbali. Watoto wengi wanabaki nyuma kwa sababu hawajafanyiwa upimaji na kuwekewa huduma stahiki ambazo wanahitaji. Lakini pia
upimaji huu unasaidia pia kwa ajili ya referral za kitabibu, kuwa mtoto akishapimwa akajulikana na magonjwa ambayo anaweza kusababisha magonjwa ya macho au ya masikio, akasababisha uziwi au kutokuona, atafanyiwa matibabu na huyu mtoto tutakuwa tumemnusuru na hayo.